Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Mimi nitasoma kichwa. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Utaenda, Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na kadhalika na kadhalika. Kwa sababu ya muda, nina mambo matano kati ya mengi sana ambayo ninajifunza na ambayo ningetamani na ujifunze kutoka kwa Wayahudi. Kwa nini kwa Wayahudi? Hiki kitabu hiki mnavyokiona, mwanzoni kabisa ilikuwa ni kwa ajili ya mwana wa Israeli. Ni wa Israeli tu. Lakini Mungu alifanya makusudi ili kusudi taifa analolihitaji litokane na kazi aliyoifanya kupitia Wayahudi. Kwa hiyo kitabu kinaanza na nani? Na Waisraeli. Utamuona Ibrahimu anamzaa Isaka, Isaka anamzaa Yakobo, Yakobo anawazaa watoto 12 ambao ndilo taifa la Israeli. Na Yesu anakuja huku katika kurekebisha, anachagua tena wanafunzi 12. Lakini katika watoto wa Yakobo ambao 12, mnajua kwamba walikwenda utumwani Misri. Misri huko ndiko sasa Musa alizaliwa. Na Musa amezaliwa katika familia hiyo na akatupwa, mnajua hiyo, mtoni na nini. Na baadaye ameokotwa na mtoto wa binti wa Farao, amemlea kwa nyumba ya Farao na akafanikiwa kupata elimu kama watoto wa Farao. Kwa hiyo anatoka kwenye familia ya Farao akiwa na PhD huyo Musa. Na Mungu anapokuja kumtumia, anamtumia akiwa anasimama juu ya elimu aliyokuwa nayo. Anaandika yote haya. Ni mengi ya kuzungumza, lakini nizungumze mambo matano kati ya mengi. Na kama unataka kuonja furaha, chukua kidogo kidogo kwa Waisraeli unapeleka kwako. Mimi nije na ushuhuda mmoja. Walipokuwa wanazaa watoto, wanawapa nini kwa ajili ya kutengeneza akili zao? Ni vyakula 6. Nilivijaribu, lakini sijui baadaye nilipoteaje. Lakini yule mtoto ambaye miaka yake 2 mpaka 3 anakula chakula hicho, sijigambi, lakini ni ushuhuda ninaowapa. Tangu ameanza chekechea mpaka sasa hivi yuko university, kwenye hesabu huwa ni wa kwanza. Kwenye hesabu. Na bahati mbaya nilishauriwa na walimu, nikawa namurusha madarasa. Alisoma chekechea, anamaliza chekechea, nikamtuma darasa la 3. Akafaulu. Darasa la 5 akusoma, akasoma la 6 na la 7. Chakula ni moja. Lakini ya pili, kwenye kipato chao walikigawa katika makundi 4. Kipato, hata upate 100, hata upate 1000, uigawe kwa mambo 4. Ya kwanza anasema 50% ya unachokipata ni kwa ajili ya mahitaji ya lazima ya familia. 10% ni kwa ajili ya zaka. Hata iwe ni 1000, toa shilingi 100 iende kwa Mungu. Hiyo ni ya pili. Ya tatu, 20%, ikiwezekana unataka kujinyima zaidi, nenda mpaka 30. Hii ni akiba. Na akiba sio kurundika tu hela benki, iwekeze. Nilijaribu. Nina matokeo yake, tukipata nafasi naweza nikasema. Lakini 10% nayo baki kwa ajili ya jamii. Kuna mgonjwa, nenda kumtembelee, mpelekee matunda. Kuna harusi, kachangie. Kwa hiyo kwenye kipato chake cha Mwisraeli anakiweka katika makundi 4. Hiyo ni ya pili, nimejifunza kwao. Lakini ya tatu, ukisoma Biblia na hasa Yesu anapozungumzia swala la mwanamke, na ikumbukwe Waisraeli
walitaka kuondoka kwenye njia ambayo Mungu alikusudia. Wanataka kuwa wanawake wengi, wakazalisha na kuwapa taraka. Lakini Yesu anakuja akiwa mkali kidogo. Wanamkamata yule mwanamke aliyekuwa nazini, anauliza yule mwenzake yuko wapi? Kwani alikuwa nazini peke yake? Lakini wanamuuliza zaidi. Sisi Musa alituambia wanawake tuwape taraka. Wewe unasemaje? Ni kwa sababu ya ugumu wenu. Lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo, kwa sababu Mungu alimuumba mwanamume mmoja na mwanamke. Ukimwacha mke wako kaingia mwingine, unazini. Mambo hayo labda ni magumu, tutawezaje? Akasema sio wote. Sio Petro sio anasema inawezekanaje? Tutaweza wapi haya? Anasema sio wote wanayoweza. Akatoa viashiria, kuna wazaliwa matuashi, kuna ambao wanafanywa na watu, kuna nini na nini na kadhalika, aliweka hapo. Lakini kwa nini ndoa inalindwa? Twende pamoja. Mchawi wa maisha yako wewe mwanaume ni wewe mwenyewe kupitia mke wako. Wewe mwenyewe kupitia mke wako. Mke wako amezaliwa kwa kutoa nishati chanya au asi. Umeme. Mwanamke ndio anakupa umeme. Na umeme huo unazalisha vitu vitatu katika akili yako. Cha kwanza, ugunduzi. Cha pili, maono. Cha tatu, uwezo wa kuamua. Sasa kama mwanamke umemuandaa, atakupa nishati hiyo. Lakini kama unaishi na mwanamke kigumu, atakupa nishati asi. Nishati asi huwezi kugundua, huwezi kuona maono ya ndani, huwezi kuwa na uwezo wa kuamua. Wazungu wametupita kidogo. Hizi nyumba ndogo kwao, labda kwa wale ambao wamejiondoa upepo, lakini anaogopa. Huyu anayezunguka mitaani anazalisha nishati ipi? Wewe uliye naye huyu anaanza na neno tubuni na kuiamini Injili. Tubuni na kuiamini Injili. Maana yake nini? Mambo manne. Katika kutubu na kuiamini Injili, mambo manne. Ujifunze. La kwanza, ukoo wako ni ukoo wa namna gani? Ni mashimo yapi? Ukoo wako, wazee wako wametumbukia, lakini ni mambo yapi mazuri unabidi uendeleze? La pili, kanusha. Baba alikuwa mrevi na ndicho kilichomfanya afeli katika maisha. Achana na pombe jumla, kwa sababu udhaifu wenu uko katika pombe. Mwenzako anaweza akapiga kreti zima asitoke kwenye msali, lakini wewe kagilasi kamoja. Ya tatu, sambaratisha. Ya nne, anza upya. Ya tano ndio hiyo, jifunze upya kama tunavyosema. Kumbe unaweza ukakuta familia, baba alikuwa mlevi, mtoto amezaliwa naye ni mlevi. Baba alikuwa ni wanawake wengi, mtoto naye anazaliwa ni wanawake wengi. Uchawi usiseme, babu bibi na nini kule kote, na wewe unaingia ni yayo hayo. Kwenu wanawake hawaolewi. Madada zako hawaolewi. Kila anayezaliwa hawaolewi. Wengine wanaume ni kufa. Wa kwanza, wa pili, wa tatu aliolewa, yule akafa. Huyu akaanza. Yapo kwenye mitaa yetu, si ndio jamani? Si hapo jamani? Si hapo jamani? Kitabu chako. Kitabu chako. Sijui umejipangaje wewe kuhusu hawa uliowaleta.
Sasa it is never late, wanasema wazungu, hatujachelewa. Kwenye eneo la kitabu ni muhimu sana. Sikutoka kwenye familia ya wasomi. Familia ya wasomi itoke kwangu, iwe tamaa yako. Nimetoka kwenye familia maskini, lakini familia tajiri itoke kwangu. Na ndio maana wenzetu wanasema, kama nimezaliwa kwenye familia maskini sio kosa langu, lakini kufa maskini ni kosa langu. Kama sikutoka kwenye familia bora itoke kwangu. It is never late. Unaweza ukaanza. Msiwakwepe watoto wenu. Kana mtoto wako, mwambie babu alikuwa hivi. Mimi mwanangu sikufika hapo kwa sababu nilitumbukia kwenye shimo hili. Kuwa mwazi kwa mtoto. Chonde mwanangu, usipite hapa na wewe unaweza ukatumbukia. Hapo tumeoneza injili. Hapo tumeeneza habari njema. Baba ametusaidia na masharti wa kwanza tuambia, ibada ya kweli si kwamba iko kanisani. Ibada yako ya kwanza inaanzia hapo nyumbani. Kama umeyakoroga nyumbani, hapa napo unapoteza muda. Ya mwisho nisisitize kuhusu mwanamke. Jamani, usimweke katika mazingira mwanamke aanze kukutemea sumu kila unapokutana naye katika tendo la ndoa. Ndipo tunasema nishati. Kama unamkoroga, kwa sababu anamlinganisha mwanamke na mwanaume. Mwanaume ukiwa ni jua, mwanamke akiwa ni ardhi. Ardhi inamtegemea sana jua. Ili jua liweze kuzalisha, ardhi iweze kuzalisha, inategemea jua. Mwanaume aweze kuzalisha nishati chanya inayokufaa wewe, uwe na maono, uwe na ugunduzi, uwe na uwezo wa kuamua. Ni wewe mwenyewe kama jua. Kwa hiyo wengine tunaendelea kuwa wabovu zaidi kwa sababu tunayoyatenda kwa wake zetu wanaturudishia kwa njia nyingine na inaingia kwenye brain. Na huu ndio mwongozo wako. Na uwezi kujinasua kwa sababu nishati ya maamuzi ndani mwako hamna. Niwaombe ndugu zangu, nimesema siku hii ni tamu lakini ni fupi. Lakini niwapongeze. Haya matano tujaribu kuiga, na mambo mengine unaweza ukaendelea kutoka kwa Wayahudi. Wana mambo mazuri na Mungu alifanya makusudi. Ili kusudi watu wote tujifunze kutoka kwa Wayahudi. Ni nchi pekee duniani kwa Wayahudi. Wanapigana vita usiku na mchana. Lakini ndio nchi ya kwanza duniani yenye uchumi unaokuwa kila siku kuliko nchi yote duniani. Sisi tulipigana ya Idi Amin. Lakini mpaka sasa hivi mpaka sasa hivi ni mwaka 78, si ndio? Lakini mpaka sasa hivi hata madeni yake hatujawahi kumaliza. Madeni ya vita ile hajawahi kumaliza. Lakini Israeli anapigana na nchi 3 kwa wakati mmoja. Lakini maendeleo yake yanaenda. Misingi yake ndiyo hiyo. Chonde tutakachokipata kitusaidie katika maisha yetu, na kubwa sasa tujenge kizazi kipya. Ndio faida ya Ukristo. Mara nyingi na wadaumu wenzangu kwenye jumuiya kule, unashindwa nini kumpeleka mtoto? Na huyu baba ambaye alikuwa katibu wake amekuja mtusaidia maradufu hapa, ni kijana kapitia seminari. Huyu barozi nini huyu barozi wetu nani huyu? Alikuwa mwanasheria mkuu. Anayofanya ndani ya kanisa mnaona amepitia seminari. Utu tudogo ninatotuzungumza hata kwa level ya chini nimepitia seminari. Wewe anayekuzuia hata upige madeni kule, kopa, peleka mtoto wako seminari. Wanaokwenda kusomesha hao watoto kuwasaidia, akili zao zimechujwa. Lakini sisi tunangangania vishule huko, sisi vinafanya nini huko, vinafanya nini. Mtoto atatoka seminari spiritually, kwa sababu elimu hizi za kawaida tunazozipata huku tunapata kitu hiki just intellectual tu basi, intellectual tu, masuala ya kiakili tu. Lakini ukienda seminari unapata mambo matatu: malezi ya kiroho, malezi ya kiutu. Ni tofauti na shule zingine. Unasoma ndio ana degree na nini, mlete anayoyafanya. Wakati mwingine hata elimu aliyoipata inageuka kuwa bomu ya kumaliza. Akiwa daktari ni kumaliza watu, akiwa nesi ni kumaliza watu,
akiwa mwalimu kule ni kuharibu watoto. Leo hii mnasikia mpaka mashoga wanaingia mikataba na walimu, wanawapa pesa kuanza kuwafundisha watoto darasani ushoga. Lakini mseminari amejifunza maadili, utu, spiritually. Hiyo nimewaibia. Pelekeni watoto seminari. Tumsifu Yesu Kristo. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.